serikali yoyote inayokaa madarakani lazima itokane na kura za wananchi, lazima iwekwe na wananchi, kwa sababu katiba inasema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Kwa serikali ambayo haijapigiwa kura, wote tunajua kilichotokea katika hicho kinachoitwa kupiga kura ni forgery tupu. Ukienda hata kwenye historia ya chaguzi zetu, ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2010, turnout ya watu waliokwenda kupiga kura wakati Dr. Slaa akishindana na Kikwete ilikuwa ni 42%, ndio watu waliojitokeza kwenda kupiga kura. Mwaka 2015 ambako Lowassa alishindana na Magufuli, ulikuwa ni uchaguzi wenye mvuto mkubwa, turnout ilikuwa ni 61%, watu walioenda kupiga kura. Mwaka 2020 wakati Magufuli anashindana na Lissu ametoka kupigwa risasi, turnout ilikuwa ni 47%. Kwa hiyo unaangalia hizo takwimu, ghafla tu hiki kinachoitwa uchaguzi wa Samia ambao haukuwa na ushindani, kulikuwa na vyama vya mfukoni alivyovitengeneza yeye mwenyewe, havikuweza kuitisha hata mkutano wa watu 200 kwenye uwanja. Leo eti turnout imekuwa 88%. Ni matusi kwa Tanzania, kitu ambacho ni kuonesha kabisa kwamba ni takwimu zilizo dhidi ya binadamu na ukiukwaji mkubwa wa haki za msingi za raia uliofanywa chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Serikali inayopaswa kuruhusu uchunguzi huo usimamiwe na tume huru bila uoga, vitisho wala kuingiliwa. Kwa sisi msimamo wetu ni kwamba hiyo tume haitambuliki mpaka tume huru ya kimataifa inayoaminika kwa watu wote, ambayo watu watakuwa huru na watakuwa na imani nayo, wataenda kueleza matukio yaliyotokea kwa ndugu zao, kwa familia zao. Mpaka sasa ieleweke kwamba kuna mamia na maelfu ya watu ambao hawajui ndugu zao wako wapi, hawajapewa hata mili ya ndugu zao. Kuna watu ambao wametufikia wanatueleza wao wenyewe walichukua mili ya ndugu zao wakapeleka kwenye hospitali, baadaye kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya mazishi, walipoenda wakanyimwa mili ya ndugu zao, wakaambiwa hawapo, na wakati walipeleka wao wenyewe. Kuna watu ambao wamechukua ndugu zao baada ya kushinikizwa kwamba waseme walipata ajali au walikufa kwa magonjwa ya kawaida. Kuna mambo makubwa na mazito ambayo hii tume haiwezi kuyachunguza na Watanzania wakakubaliana nayo. Tunatoa wito kwa taasisi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, Baraza lake la Usalama, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Mauaji ya Halaiki, Makosa dhidi ya Binadamu na Makosa ya Kivita ICC, Kamisheni za Haki za Binadamu za kikanda na kimataifa, mataifa rafiki na wadau wote wa demokrasia kuchukua hatua za haraka kushinikiza serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan na CCM kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa. Na ujumbe wetu uko wazi na thabiti: hakuna amani bila haki, hakuna uhalali bila ridhaa ya wananchi.